Wakolosai sura ya 3:12 hadi 17. Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu, wapendwao, jivikeni moyo wa rehema na utu wema na unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusameana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzie, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo na ninyi. Zaidi ya hayo, jivikeni upendo, ndiyo kifungo cha ukamilifu, na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja. Tena iweni watu wa shukrani. Neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu, katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na kwa nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Na hilo ndio neno la Bwana. Amen. Ulimwengu unatawaliwa na mifumo ya kufikiri, ya kimaamuzi, ya kisiasa, ya kiuchumi, mifumo katika ndoa na mifumo katika kila eneo. Mfumo ndio unaotawala. Mfumo unaweza kutawala hali ya watu ya kiuchumi. Mfumo unaweza kutawala hali ya watu ya mahusiano. Mfumo unaweza kutawala hali ya watu ya kisiasa. Ni mfumo. Na siku zote mfalme au kiongozi anaweza kutupa picha aina ya mfumo ambao watu wanatembea nao. Na ndio maana alipokuja Magufuli, kuna mfumo mpya ulibadilika kwenye utendaji kazi wa serikali. Na tuliongozwa na kauli mbili inayosema hapa kazi tu. Ukienda kwenye mahospitali, wale manesi walikuwa wenyewe wanataka kukuhudumia kwa kupenda. Pale nyuma kidogo kabla ya Magufuli, tunajua mahospitalini ukienda manesi wanapiga story, wanapiga soga na umbea, wanagonga tano, wagonjwa wamekaa pale. Lakini alipokuja Magufuli, ni kama vile watu wanaamini ninaonekana na Magufuli kila eneo, hata kama yuko kijijini, zahanati ya kijijini. Nini kilichokuwa kina dominate? Ni mfumo. Alivyokuwa Mwalimu Nyerere miaka hiyo, kipindi cha ujamaa na kujitegemea, naye alikuja na polisi yake. So the Bible said, katika hicho kitabu cha Wakolosai 3:12 hadi 17, tunaona mfumo mpya. So tunavyookoka, tunavyokuwa tumepata uhamisho wa kudumu. Wiki jana tulijifunza uhamisho wa kudumu. Tuko katika nchi nyingine, tuko katika utawala mwingine, tuko katika mfalme mwingine. Huyu mfalme ana mfumo wake wa uendeshaji wa maisha, ana mfumo wake wa aina gani watu waishi. Na ukikaa nje ya huo mfumo, hauwezi kuona neema inayopatikana ndani ya huo mfumo, utauchukia. Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, mmeletwa uhamishoni wa kudumu, watakatifu wapendao. Sema mimi ni mteule wa Mungu, mtakatifu, nipendwaye. Nilijua utamfurahia Bwana. Sawa, mimi ni mteule wa Mungu. Tena mimi ni mtakatifu. Sijajitakasa, nimetakaswa. Mimi ni mtakatifu. Alafu mimi ninapendwa. That's why Biblia inazungumza katika Efeso 5:1, mfuateni Mungu kama watoto mnaopendwa. Unajua unaweza kumfuata Mungu lakini kama vile second class in the kingdom. Unamfuata Mungu lakini kama mtoto yatima. Sisi tunamfuata Mungu kama watoto tunaopendwa. Tafadhali tusome 1, 2, 3. Wangapi hapa mnamfuata Mungu kama watoto mnaopendwa? Wewe unajua kimoyo. Wewe ni mkono wako is not a confirmation. Your heart confirm. Mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa.
Hivi ulishawahi kuona kitoto kinachopendwa ndani ya nyumba? Kinapokuwa na madeko, kinaamini lile jumba lote la kila kitu chako. Yaani nyewe uona msumbuaji wao umetoka kwa jirani unakuja unamtisha pale kwao. Kitoto hicho hata kama babake ni mwembamba kinaamini baba yake anaweza kutawala dunia nzima. Yaani baba yake ndo CEO wa duniani. Kitoto kinachopendwa hata kama kina maisha magumu, unakiona kina raha wakati wote. Ujue mnaweza mkawa na maisha mazuri lakini upendwi. The world is searching for a love. Dunia inatafuta upendo. The love is very scarce nowadays. Upendo haupo siku hizi. Unatafutwa. Kwa hiyo mtu akipata sehemu hata kama anadanganywa anaamini anapendwa. Imradi tu kuna zile symptoms ya upendo, mtu anajiona ametuliza roho yake. Mfuateni Mungu kama watoto mnaopendwa. Tuko katika ufalme mpya. Huu ufalme mpya kuna mindset mpya inatakiwa iwe na sisi. Namna tunavyomfikiria Mungu, namna tunavyomuona Mungu anavyotuasia. Kwenye huu ufalme hatuishi na kisununu, hatuishi na mashaka. Kwenye huu ufalme hamnaga hofu. Kwenye huu ufalme hamnaga chuki. Hatukupea roho ya hofu wala ya chuki, bali roho ya nguvu, roho ya upendo na moyo wa kiasi. Kwenye huu ufalme kuna kuchukuliana. Kwenye huu ufalme kuna kusaidiana. Kwenye huu ufalme kuna kusameana. Kwenye huu ufalme kuna kubebeana mizigo. Kwenye huu ufalme kuna kuombeana. Kumbuka, upendo ni kifungo cha ukamilifu. Hauwezi kukamilika hadi uwe na upendo, na hauwezi kukamilika hadi upendwe. And the most people who search for a love, they are not lovers. Watu wengi wanaotafuta kupendwa hawapendi. Na ndio maana kama watu wote hawakupendi, chagua kupendwa na Mungu. Alafu amini upendo wake, alafu mfuate kama mtoto anayependwa. Baba yako hajakupenda, mama yako hajakupenda, mchumba wako alikuumizaga, mume wako anakusumbua, chagua kupendwa na Mungu. Alafu mfuate kama mtoto anayependwa. Watu wakikutazama wanasema mume wako mbona kivuruge kila siku anakusumbua. Lakini unasema kuna mwanaume mmoja nimekutana naye. Huyu mwanaume kanichanganya na amenipenda bila sababu. Anaitwa Yesu Kristo, mfalme wa amani. Mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa. Unatembea mjini. If can you imagine if baba yako ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Unajua kwanza siwezi kusimamishwa hata na traffic. Unakoenda una walinzi, unaowajua na usiowajua. Hivi unajua kwamba kiongozi anakuwa na walinzi visible and invisible. Sorrow is not my name, but favor is my name. Disappointment is not my name, appointment is my name. I'm not in the grass, I am full of grace. That is who I am. Ifike kipindi umfuate Mungu kama mtu anayependwa fully. Na huku ndipo tunapoanza mfumo, kwa sababu mfumo unaanza wewe unapobadilika kichwani. Ujue mfumo unaweza kubadilika na ukabaki pale pale. Mwambie jirani yako unapendwa na Baba. Na mwimbaji mmoja aitwa Boni Maitege akasema tunapendwa. Tunapendwa na Baba. Tunapendwa. Mfuate Mungu kama mtoto anayependwa. Fanya biashara ukijua biashara sio ya kwako. Ujue biashara ni ya Mungu. Wewe ni mtenda kazi pamoja na Mungu. Mnatenda kazi kwenye biashara. Ile biashara ni ya kwake.
Sasa inawezaje kupata hasara wakati mnafanya pamoja? Mwambie mzee wa siku hebu tafadhali, ukiaibika hivi biashara ikishuka, nikifilisika ni wewe, utaibika. Nataka nikwambie Mungu hawezi kuruhusu uaibike. Ukimfuata kama mtoto unayependwa katika kila eneo, you never. Mfuateni Mungu kama watoto naopendwa. Mtu anayependwa ana uhakika ninalindwa. Ndio Biblia isemi tunalindwa kwa silaha. Inasema tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Kwa hiyo mimi namwamini Mungu, alafu Mungu yeye ananilinda na nguvu zake. Na nguvu zake zinashinda SMG. Nguvu zake zinashinda AK47. Nguvu zake zinashinda mishale na bunduki za aina yoyote. Mhubiri mmoja anaitwa Opai marehemu, the blessed memory, huko Nigeria. Huyu walimfuata watu, walitafuta kumuua kwa njia zote. Siku hiyo akamletea sumu. Hiyo sumu hauwezi kukaa dakika 5 utakuwa umeshakufa. Yeye akaletea sumu na yeye akaona hiyo ni sumu. Sasa wamemletea, wameshamteka, wamejitahidi kumpiga risasi, walishashindwaga. Sasa wakaja na hiyo poison ya hali ya juu, ya rank ya juu, wakampa. Akamwambia, baba ninakushukuru kwa sababu nilikuwa na njaa, sijanywa chai siku nyingi. Ninakubariki kwa sababu ya kinywaji kizuri. Asante. Akamwambia nipeni. Akanywa. Hiyo alikuwa na miaka 40, hadi amekufa na miaka 80 na ngapi. Hiyo sumu ambayo ni sumu ya juu inayotumiwa na majasusi kuua watu, yeye haikumuua. Kiwango chako kwa imani kwa Mungu ndo kitaamua aina ya maisha ulionayo. Hakuna uchawi katika mambo ya imani. Yule mwenye imani ya juu sana, Biblia inasema kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yako. Kwa hiyo Mungu anaangalia kadri ya nguvu ulionayo, ile nguvu ya imani ulionayo. Na Mungu anafanya kwa kadri. Hawezi kufanya zaidi. Maana vitu vingine Mungu akifanya zaidi hapa, wewe mwenyewe tu unaweza kupata ugonjwa wa kichaa. Ukasema labda huyu sio Mungu, labda ni mashetani yamenivamia. Haiwezekani jambo hili likatokea. Kwa hiyo Mungu waga azidi sana imani yako kwa kadri ya nguvu inayotenda kazi ndani yako. Kuna kipindi unaweza kaishi kama Mungu amekuchelewesha eneo fulani, kumbe ni upendo. Kuna eneo anajua anaenda kukuokoa. Na ndio maana usitaki kumlaumu Mungu kwa hatua zake. Mfuateni Mungu kama watoto mnaopendwa. Delay to God is not denial. It's love. Am I talking to somebody? So the Bible said, kwa kuwa wateule wa Mungu, kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwa, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole na uvumilivu. So mfumo huko unabadilika. Kumbuka agano la kale linasema mtu akikutupia jiwe, dawa ya jiwe ni jiwe, dawa ya moto ni moto. Yaani unamfanyia mtu sawa sawa na alivyokufanyia. Na ndio Biblia ilikuwa inasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Unajua maana yake nini kumpenda jirani kama nafsi? Sasa hivi hatuwezi kumpenda mtu kama nafsi. Agano Jipya hakuna hilo andiko. Najua nasema pastor unatupigia kamba. Mbona Yesu alisema? Yesu alisema kwa mujibu wa Torati na manabii. Maana alimuuliza amri ipi iliyo ya kwanza? Kwa mujibu wa Torati na manabii akawajibu, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho na hivyo. Afu mpende jirani yako kama nafsi yako. Lakini hakusema hii ni amri yangu. Hiyo alisema kwa mujibu wa Torati na nini? Na manabii, kwa mujibu wa agano la kale. Kwa hiyo huwezi wewe kupenda kwa nafsi. Kwa sababu nafsi yangu ikiumizwa na mimi nataka kuumiza. Nafsi yako imetokana na Adamu wa kwanza. Adamu wa kwanza alikuwa na mtoto anaitwa Kaini. Kaini alikuwa na wivu, alikuwa na chuki. Kwa hiyo nafsi yako kwa asili ina chuki, ina wivu, ina malipizi kwa asili. Yesu nafsi yake haina hiyo asili. Baba uwasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Mfumo tofauti. Kuna oda mpya tunavyokuwa ndani ya Kristo Yesu. Kuna maisha mapya, kuna mwenendo mpya, kuna mtazamo mpya.
Ndio maana unatakiwa useme unijui wewe, nitakuonyesha. Hayo mambo haya si yake na jipi. Sasa kama watu hawakujui wewe, basi wewe una Kristo. By the way, sio wewe unaishi bali Kristo ndani yako. Sasa maana nataka, yani unachokizungumza kina contradict na utambulisho wako. Kinapingana na utambulisho wako. Sababu utambulisho wetu wa sasa hivi sio sisi tunaoishi bali Kristo ndani yetu. Sasa ukisema utamjua mimi ni Mnyamwezi, mimi ni Mkulia, mimi ni huo ni utambulisho wa Agano la Kale. Huo ni utambulisho wa ufalme wa giza. Hautujuagi Wasukuma sisi. Huo ni utambulisho wa Agano la Kale. Utambulisho wa gizani kabla hujafanyika mwana wa Mungu. Tunavyookoka tunazaliwa mara ya pili. Kwa roho, kwa neno na kwa nguvu za Mungu tunazaliwa mara ya pili. Unanielewa kanisa la Mungu? Nilifundisha hapa somo umezaliwaje? Kuna somo nilifundisha miaka sio miwili imepita. Umezaliwaje? Vile ulivyozaliwa na injili, aina ya injili iliyokuzaa, ndivyo utakavyokuwa hivyo. Umezaliwaje? Tumezaliwa kwa mbegu isiyoharibika. Kwa mbegu isiyo expire. Uchumi wangu unaweza kuexpire, lakini mbegu ya injili haiwezi kuexpire. Ndoa yako inaweza kuexpire, lakini mbegu ya injili ndani yako haiwezi kuexpire. Na hiyo mbegu ndio itawisha na hiyo ndoa yako iliyo expire. Umezaliwaje? Kwenye injili tunakumbuka tulizaliwa lini. Ila kwenye kimwili hatujui tulizaliwaje, ila tunaambiwa tu tulizaliwa tarehe fulani. Hata mimi tarehe 25 mwezi huu nilizaliwa. Unajua kuna makanisa ukienda ni fire tangu asubuhi hadi jioni. Lakini ukiangalia tunda la Roho ulioni pale. Tunda la Roho ndio litatupa maisha. Karama ya Roho ina kelele. Tunda ya Roho ina stabilize. Na naona kuhani alikuwa anavaa njuga pamoja na makomamanga. Njuga ni kalama, huyu kuhani ana kalama ya unabii, huyu kuhani ana kalama fulani. Lakini makomamanga alikuwa anapunguza zile kelele. Maana kuna kipindi uwepo wa Mungu unashuka patakatifu patakatifu. Kelele za njuga zitaki kusikika. Kwa hiyo kivipi zitasikika? Makomamanga yanatuliza. Hata kama zinasikika lakini makomamanga hiyo sasa ni tunda la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unahitaji kuwa na tunda la Roho, kwa sababu kama una kalama na una tunda la Roho, kalama itakupelekea mauti. Kalama itakupelekea anguko. Sijui kama mnanisikia, lakini kanisa la Bwana. Kwa hiyo jivikeni utu wema, jivikeni unyenyekevu. Kwa nini? Mungu wapinga wenye kiburi na wapa neema unyenyekevu. Jivukeni unyenyekevu, upole. Biblia sana upole wenu na ujulikane na watu wote. Usiseme mimi ni mpole na watu hawakujui kama mpole. Hebu tazame jirani yako, mwambie unajulikana kama mpole. Mtu asema pastor imeandikwa niwe na hasira. Biblia inasema uwe na hasira lakini usitendezane. Na can you imagine make hasira anayezungumza hapa sio hasira itakayokupeleka kwenye mauti, kwa sababu hasira ukaa kifuani mwa mpumbavu. Anasema mkichukuliana na kusameheana. Kuchukuliana na kusameheana. Hivi unajua huyo uliokaa naye hapo amezaliwa na mama wa design yake, amelelewa kwenye mkoa wa kwake, ana asili ya kwao, kabila lao kuna namna wanaamua vitu. Kwa hiyo licha ya kuwa ameokoka, lakini kuna namna ya kumchukulia. Ana kasehemu katabia ya asili, bado hakajatailiwa, hajafanywa tohara hilo eneo. Unataka kuishi na watu duniani vizuri na upate vitu, ujue namna ya kumchukulia. Ujue mtu mwingine ni mzuri sana, lakini shida yake tu ni mdomo. Lakini ni mzuri kweli kweli. Unasema nipate wapi mtu kama huyu mwenye neema kubwa namna hii? Lakini akifungua kinywa chake, ndio utajua kinywa chake ni kaburi wazi.
tunafundishwa kuchukuliana. Mkichukuliana na kusameheana, na mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo na ninyi. Unasema kabisa, mimi kwa kweli kanikwaza pastor, mimi siwezi. Ukiwa na hiyo sababu, basi hebu kumbuka Kristo Yesu alivyokusamehe. Na ndio maana katika sala ya Baba yetu, utusamehe sisi deni zetu, makosa yetu, kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea. Wewe unawezaje kuomba hiyo sala kama huwezi kusamehe? Unawezaje kumwambia Mungu nisamehe kama umeshindwa kusamehe? I know you are here in the church. Umemwabudu Mungu, umempigia makofi na unaomba na unanena kwa lugha vizuri sana. Lakini mbona umeshindwa kusamehe? Mbona umeshindwa kusamehe? Baba, wasamehe kwa maana wajua litendalo. Muombapo msali hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama utusamehe makosa yetu, kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea. Alafu baada ya hapo anasema usitutie majaribuni. Mimi utaingia kwenye majaribu kama hujasawazisha eneo la kusamehe. Mtu ambaye hajasamehe, majaribu kwake sio mtaji, ni mateso. Mtu aliyesamehe, jaribu ni mtaji. Oh my God, help me to be understand. Ngoja, yale maombi ni protocol ya kimaombi. Wakati unamuomba Mungu, jaribu limekuwa, usinitie majaribuni, Mungu anasema kwanza samehe. Ndio maana anasema hata unapokuja kutoa sadaka, hakikisha umepatana kwanza na mdeni wako. Na Mungu amekusaidia, anasema usiruhusu jua lizame. Kwa nini wewe una wiki 5, una miezi 6, una miaka 3 yule mtu umemshikilia moyoni? Alafu unamwambia Bwana asikutie majaribu. Na ndio maana majaribu hayaishi. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Sasa unapoanza ile sala Baba yetu pale, utaona kwanza unaruhusu mapenzi ya Mungu. Ni mapenzi ya Mungu wewe kusamehe, ni kutaarifu sasa. Hakuna mapenzi ya Mungu yasiyokuwa na msamaha, hayapo. Usiniambie uweze kusamehe. Alio ndani yako amekupa nguvu ya kusamehe. Mkichukuliana na kusameheana, ukiwa na sababu yoyote, sasa mimi siwezi kumsamehe, rudi msalabani, muangalie Yesu alichofanya, alafu utapata nguvu ya kumsamehe. Nitapenda. Jivikeni upendo, maana ndio kifungo cha ukamilifu. Tutajuaje kuwa umekamilika? Level ya upendo ndani yako. Upendo una kina, una mapana, una marefu na una kimo. Upendo una maeneo 4. Hauwezi kupenda kwenda juu kama hauna mzizi wa kwenda chini. Mimi kama hujajua Kristo amekupenda kakuzamisha kwenye pendo lake, hauwezi kwenda juu kupenda. You never show love until you are loved. Kwa sababu zaidi ya hayo yote, jivikeni. Upendo is a mantle. Upendo ni vazi. Ni vazi. Na ndio kuna mtu ukikutana naye, yani hujakutana na mtu unafili upendo. Uje kukaa na mtu unasikia ule upendo kabisa wa Mungu. Sijajua kama ulishakukaa na huyo mtu. Kuna mtu ukikaa naye waga unasikia kama vile kushusha mzigo hivi. Kwa nini? Yule mtu ni Mungu. Kwa nini? Mungu ni pendo.
Kwa hiyo mtu akiwa na pendo la Mungu, ukikaa naye unahisi kavia matatizo yameisha. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Mnanielewa vizuri? A person with a love, he kills God. Mtu mwenye upendo, aliyojivika upendo, amembeba Mungu mzima mzima. Imani ni nzuri, matumaini ni mazuri, lakini katika hayo matatu kuu ni upendo. Waefeso 3:18. Ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo nini? Upana, urefu, kimo, kina, nenda mbele. Na kujua upendo wake Kristo upitao ufahamu, kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Haleluya. Oh, maga. Hey! How wonderful is this word? Rudi pale 13 tafadhali. Wewe umekimbia wapi? 18. Okay. Ili mpate nini? Kufahamu. Pamoja na watakatifu. Na ndio maana leo watakatifu mko hapa, nimekuja kuwapa ufahamu. Hauwezi ukaanza hii semester kibabe bila kupata ufahamu. Tutaje vyote vinne. 1, 2, 3, 4. Kwa hiyo kuna upana. Upendo una mapana. Yaani upendo ngoja nikwambie hivi, okay. Si umemwona alipokaa Danford Kiando hapo? Yaani kama kiwango chake cha upendo kinaweza kumwathiri mke wake tu, au kinaweza kumwathiri hapa binti yangu Furaha, mimi kuna upana. Kama ana kiwango fulani cha upana kinaweza kufika kule kwa Ishakieli akafeel loved hata kama ana maishu yake moyoni. Upana huu kama ni mpana pia kufika hadi kule. Mtu aliyekaa kule anaweza kafeel love of God. Hivi unajua kuwa upendo na chuki zinaambukiza? Upana huo una affect. Oh Lord, help me. Kimo na nini? Na kina. Your love, how deep is it? Una kina kiwango gani? Kwa sababu kama mti haujaenda mizizi chini, mti ukiwa mrefu juu, upepo ukija kidogo sana utauangusha. Kina chako cha upendo kinategemea kina chako cha kumfahamu Mungu na kupendwa na Mungu na kujua Mungu alivyokupenda. Kwa hiyo kile ndo kiwango chako cha upendo wako na Mungu, ndo kina. Ukishakuwa na kina na Mungu, unaweza kuwa na kimo cha upendo, mapana ya upendo na marefu ya upendo. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Hakuna uzima wa milele nje ya upendo wa Mungu. Kwa hiyo tumepokea uzima kwa sababu ya upendo, tumepokea msamaha kwa sababu ya upendo, tumepokea ukombozi kwa sababu ya upendo. Kwa hiyo lazima tujue upendo wake Kristo, ujue. Na hapo ndipo utamfuata Mungu kama mtoto unayependwa. Utatembea kama prince and princess, because you have a king of king. Unaye mfalme wa wafalme, kwa hiyo wewe ni prince. Na prince huwa analindwa kwa sababu yeye ni mfalme mtarajiwa, ni malikia mtarajiwe, princess. Kwa hiyo ni lazima alindwe na nguvu za Mungu. Hauwezi kutoa usichokuwa nacho, hauwezi. Iwe kwako katika jina la Yesu. Nasema akumiminie huo upendo katika jina la Yesu. Akuloeshe huo upendo katika jina la Yesu. Amimine mvua ya upendo katika jina la Yesu. Okay, turudi kule kwenye Wakolosai 3. Twende mstari wa 15. Na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu,
ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Na amani ya Kristo iamue, and the peace of God, amani ya Kristo iamue mioyoni. Ukishakuwa na moyo wenye upendo, moyo wako yaani kuna mambo utamwambia Mungu, naomba uniambie ni kweli sio kweli. Amani ya Kristo itaamua. Yaani kuna mwanaume atakuja, utajua yeye ni muongo au ni wa kweli. First day unamwona, siku ya kwanza unamuona, utajua kwa ndo huyu, ndo mwenyewe. Mwanamke wa kumuoa utamuona tu siku hiyo hiyo, na roho yako itasema pa. Amani ya Kristo itaamua. Tunaomba maombi mazito sana ya kufunga siku 7 ili nipate mwelekeo wa nani wa kumuoa. Ninafunga, Mungu anithibitishie ndiye si. Jamani, hivi Mungu anataka kukupa mtihani wote huo? Kwa sababu zile kanuni za juu zile ulishafeli, upendo, uvumilivu na nini, ulishafeli. Kwa hiyo hauwezi kupata hii spiritual insight. Hii spiritual insight inategemea kiwango cha upendo ndani yako. Ukiwa na kiwango cha upendo, spiritual insight ya kupambanua ndani yako itakuwa very accurate. Hapa sitaki kuuliza watu, wewe ulivyooa mke wako, ulioa kipi kiliamua? Ingia sana mguu wake ulikuwa mzuri, nikitazama navutia. Hiyo sio amani ya Kristo. Sababu mguu unaweza ukapata ulemavu. Sura inaweza ikaharibika. Sijui kila kitu, sijui alikuwa na mnene anaweza akakonda. Lakini amani ya Kristo kama iliamua siku ya kwanza, itaamua siku ya mwisho. Hata kama mtapita kwenye mafuriko, mabonde na milima na mitikisiko, lakini ile amani inabaki pale pale. Inasema huyu ndiye. Sasa Kristo ametuita katika hiyo amani, katika mwili mmoja ndani ya Kristo Yesu. Yaani hiyo ndio njia nzuri ya kujaji. Si ati tumsubirie nabii atabiri hapa, Bwana asema wewe utaolewa na fulani. Biblia inasema hata ukiwepo unabii unabatilika. Unabii unaweza kubatilika kwenye upendo na kwenye amani ya Kristo Yesu. Mimi na ukija kwangu pastor niambie huyu ndo mwenyewe sio mwenyewe, nakwambia ndo mwenyewe. Kama moyo wako umesema ndo hivyo, ndo hivyo. Nitakacho kuombea uwe na maamuzi sahihi, lakini siwezi kukuchagulia. Useme pastor Mzumu afu niambie. Hayo maamuzi ya kwako mwenyewe. Kikukulamba kimekulamba. 16. Neno la Kristo lalikae kwa nini? Wapi? Katika hekima yote. Neno la Kristo. Semester hii tafuta sana neno la Kristo likae kwa wingi ndani yako. Unataka umuone Mungu kwenye biashara, neno la Kristo likae kwa wingi ndani yako. Unataka umuone Mungu kwenye mahusiano, hakuna mahusiano utaendesha yatakuwa na matokeo kama una neno la Mungu ndani yako. Neno la Mungu na likae kwa wingi ndani yako katika hekima yote. Hilo neno la Mungu litakupa hekima. Usiseme tu maandiko, kwa sababu andiko linaua, lakini neno linauisha. Kuna mtu anadhani ya kwamba neno la Mungu ni kuwa na maandiko mengi. Unaweza ukawa na maandiko mengi na usio na neno la Mungu jingi. Maandiko sio neno la Mungu. Unanielewa chali yangu? Kuwa na mistari mingi moyoni sio kuwa na neno la Mungu. Japo neno la Mungu linaweza kutokana na maandiko. Hapa sina ubiri. Katika haya mahubiri nimetaja maandiko, lakini kuna neno la Mungu ambalo linaingia ndani yako, nasema this is mine. Hilo ndio neno la Mungu. Lile lilioweza kukaa moyoni mwako ndio neno la Mungu. Haya mengine yalikuwa ya wengine, ni neno lakini kwa mwingine. Na mengine ni maandiko. Na mengine ni masimulizi tu. Sasa hadi hapa nimefikia sasa hivi. Una neno tayari umeshapata? Nauliza, kuna neno umepata katikati ya haya mahubiri la kwako? Limeingia kwenye roho yako? Neno ndio linaweza kufanya mapinduzi ya kimaamuzi, ya kimtazamo. Unasema kumbe nilikuwa naenda wrong, haya sio maisha, nageuka. Neno ndio linaweza kufanya hiyo kazi.
kwa sababu neno la Mungu ni roho tena ni uzima. Kwa hiyo linapokuja ndani yako linabadilisha. Neno la Bwana likija ndani yako linaondoa ubinadamu wako, alafu linakupa uungu ili uamue sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Hiyo sasa inaitwa hekima, kwa sababu hekima ndio inasimama katika eneo la maamuzi. Ufanye nini? Ufanye wapi? Ufanye na nani? Kwa wakati gani? Ni hekima. Mkifundishana na kuonyana kwa nini? Kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema. Yeye ni mwema. Wangapi leo walikuwa wanamwimbia Mungu kwa neema? Au walikuwa wanamwimbia Mungu tu kwa ufundi? Sio kwa neema. Neema moyoni. Wewe ulikuwa unapiga drum yako kwa neema? Ukipiga kwa neema, pepo alitakiwa kukaa kwa watu. Unanielewa? Ukipiga kinanda chako kwa neema, roho mbaya kutoka kwa Bwana iliyokuwa juu ya Sauli huwa inaondoka. Mkifundishana na kuonyana. Na anasema tunafundishana kupitia nini? Anasema kupitia zaburi. Unatumia zaburi. Ujue zaburi ni moyo wa mwanadamu anayempenda Mungu. Ndiyo zaburi. Na kama huwezi kuelewa zaburi, huwezi kuelewa kitabu chochote kile. Ni kitabu ambacho watu wengi wanakimbilia kujifunza, zaburi na mithali. Kwa sababu hapo utamsikia mtu anayesema nimekukimbilia Bwana nisiaibike milele. Anazungumza ukweli wa moyo wake. Ni kitabu kinachozungumzia hisia za ubinadamu kwa mtu kwa Mungu wake. Unanielewa vizuri? Zaburi. Umeandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Yaani wewe ni binadamu unawatesi. Yaani zaburi inazungumzia ukweli kabisa wa maisha. Nitainua macho yangu nitazame milima. Yaani kuna kipindi kweli unapitia maisha hadi unainua macho yako unatazama mlima Kilimanjaro. Unainua macho yako unatazama milima ya Ngong'ona ile. Unasema labda nikikaa hivi nikitazama milima nitapata amani. Nikienda sehemu kwenye maji ya utulivu nitauishwa akili yangu, nitakuwa na afya ya akili, nitakuwa na peace of mind. Uje kuona mtu anasema ngoja nitafute eneo niende nikajikae huko nipate uponyaji wa hisia. Utoe na mkuki wapinge wanaonifuatia. Unaona mambo hayo? Uiambie nafsi yangu mimi ni wokovu wako, nataka kuelekeza Mungu useme neno gani kwenye moyo wangu. Wewe unadhani unamuona Daudi kama vile mwamba fulani hivi. Naye alikuwa na maisha yake. Alimueleza Mungu ukweli wa moyo wake. Na nao unatakiwa kulia, unatakiwa umwambie Mungu ukweli. Sema ukweli wa moyo wako. Umeona hilo andiko? Yaani unamwambia Mungu iambie nafsi yangu. Kwa nafsi yangu inataka kusikia hiki, unamuelekeza aseme nini? Nikuulize wewe, je, kumwambia Mungu sema hiki Bwana, nataka nisikie hiki. Yeye unatamani atakao umwambie kitu gani, lakini moyoni mwako nataka Mungu aseme nini? Nenda mbele niwaonyeshe hapa moyo wa zaburi. Waibishwe, wafedheshwe wanaitafuta nafsi yangu, warudishwe nyuma wafadhaishwe wanaonizuilia mabaya. Hii ni lugha ya ukweli wa moyo. Twende mbele. Wewe kama makapi mbele ya upepo. Malaika wa Bwana akiwaangusha chini. Yaani unampa Mungu maelekezo. Mungu lete na malaika wawaangushe wewe kama makapi. Nenda mbele. Njia yao na iwe nini? Iwe giza na utelezi, malaika wa Bwana akiwafuatia. Unatoa maagizo kwa Mungu. Jinsi gani Mungu atete na wanaoteta na wewe. Apigane, yani unampa formula namna ya kupigana. Yesu oye. Zaburi oye. Daudi oye. Nenda mbele. Maana bila sababu wamenifichia wavu. Bila sababu wameichimbia shimo nafsi yangu. Nenda mbele. Uharibifu na umpate kwa ghafla,
na wavu unaoficha umnase yeye mwenyewe, kwa uharibifu anguke ndani yake. Maelekezo, mtu anatoa maelekezo wa Mungu au adui yake anaswe. Nenda hapo, nimalizia hapo tisiki. Na nafsi yangu itakufurahia Bwana na kukushangilia. Unamwambia Mungu, ukifanya haya yote, nafsi yangu iliyoinama sasa ndio itakushukuru. Kuna mtu hapa umemwambia Mungu, Mungu, usiponitendea hivi nitaacha kukusifu. Sitapiga makofi kanisani hadi nione muujiza ule umetokea. Nimeshaongea na mtu mmoja, najua nyewe sio wa kweli kama Daudi. Daudi angekuwepo angesema mimi hapa pastor. Bwana Yesu atusaidie sana. Wewe nataka nikwambie, moyo wako uwe muwazi mbele za Mungu. Sisi mbele za Mungu tunataka tuwe wazi. Na ndipo hapo nyimbo zako zitajaa neema. Mkifundisha na kuonyana kwa Zaburi, sio Zaburi inapoonyesha. Na nyimbo na tenzi za rohoni. Tenzi za rohoni hizo uziimbe mara kwa mara. Service hii na msimu. Unataka Mungu akuonekanie? Imba nyimbo za tenzi. Nyimbo za tenzi zina roho. Nyimbo za tenzi za rohoni. Na hata njia mojawapo ya watu kujaza Roho Mtakatifu ni kuimba tenzi za roho. Biblia inasema msilewe kwa mvinyo maana mna ufisadi, bali mjaze roho. Na anatuambia pale, kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini aliyo mapenzi ya Mungu. 18. Tena msilewe kwa nini? Kwa mvinyo maana mna ufisadi, bali mjaze nini? Roho. Sasa anatuonyesha namna gani utajazwa roho. Nenda mbele. Mkisemezana kwa nini? Kwa hiyo anatuambia jinsi ya kujazwa roho. Mkisemezana kwa nini? Kwa zaburi na nini? Na tenzi za rohoni, huku mkiimba nini? Na kumshangilia nani? Bwana mioyoni mwenu. Kwa hiyo hizi njia hizi ukizifanya, Roho Mtakatifu atajaa ndani yako. Utajazwa. Unanielewa vizuri? Hivyo naimba nyimbo kama tenzi ya rohoni. Eneza habari humu duniani. Unaujua wimbo? Yupo mfariji, yupo mfariji, yupo mfariji, Roho Mtakatifu ndiye msaidizi. Eneza habari humu duniani, yupo mfariji. Bwana ni ngome yangu, kimbilio langu, nimwogope nani? Nimwogope nani? Nimwogope nani? Nimwogope na Bwana ni ngome yangu, kimbilio langu. Bwana ni ngome yangu, kimbilio langu, nimwogope nani? Nimwogope nani? Nimwogope nani? Nimwogope. Hivi wewe unaimba na mwenzio aliyekuwa amezimia roho, baada ya kwenda kila siku, rafiki yangu mapito yatapita. Imbeni nyimbo za tenzi. Imbeni tenzi, nyimbo za rohoni. Nataka nikwambie, roho ya uzito itaondoka na roho ya Bwana ya neema itaingia. Wewe kila siku unaenda unalia tu, rafiki yangu yatapita tu. Haya mtii moyo. Heri kung'ang'ania wokovu. Heri kung'ang'ania wokovu. Wokovu. Wokovu bila kujali. Wakikucheka mama ng'ang'ana, wakikusema wewe ng'ang'ana. Ng'ang'ana, ng'ang'ana bila kujali. Hata kama una njaa ng'ang'ana, hata kama ni mgonjwa ng'ang'ana.
ng'ang'ana bila kujali. Heli kung'ang'ania uzima, heli kung'ang'ania uzima, uzima, uzima bila kujali. Wakikuzala ung'ang'ana, wakikucheka ndugu ng'ang'ana, ng'ang'ana, ng'ang'ana bila kujali. Wakukalie vikao ng'ang'ana, wakikusema wewe ng'ang'ana, ng'ang'ana, ng'ang'ana bila kujali. Hizo nyimbo watu wameacha kuziimba, lakini ni nyimbo zinazowatia watu nguvu, na ni nyimbo zinazowafanya watu wajazwe nguvu mpya ya kuendelea mbele. Maana si kwamba tumekwisha fika au tumekwisha kukamilika, au bado tunakaza mwendo, tuna safari. Maana atakayevumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Tumeahidiwa ufalme mwema, tumeahidiwa, tumeahidiwa ufalme mwema, hata tukifa tutatawala. Kweli nimeahidiwa, mimi nimeahidiwa, mimi nimeahidiwa, hata nikifa. Kweli nimeahidiwa, kweli nimeahidiwa, kweli nimeahidiwa. Mimi nimeahidiwa, nimeahidiwa, nimeahidiwa ufalme mwema, hata nikifa. Kweli nimeahidiwa, 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 hata nikifa.